MC Petit, mwana Simba bila shaka wanajiandaa kuelekea Misri. Misri, yeah. Mchuano wa kimataifa. Matimu zote za East Africa ni Simba pekee ndio inafanya kitu gani? Inawakilisha mbona timu nyingine yoyote. Kwa tunajiandaa kwenda international. Ni Simba na timu za taifa zinazotafuta tiketi ya kwenda kombe ya dunia. Wewe timu yako iko kwenye maandamano. Keba na bango. Hii maandamano maanisha nini? Watu waliofanya maandamano leo. We timu viongozi mwemuko, washabiki mwemuko, wanachama mwemuko, hiyo timu ukayo. Mtu mwenye akili timamu, ukayo shabiki hiyo timu. Serikali inaitisha kikao cha timu zote mbili, cha taasisi ya football, kwa maana bodi ya ligi pamoja na shirikisho ya TFF. Wameita kikao, wanaenda kujazana pale nje, wanafanya maandamano. Na akili uchukuliwe pale upelekwe ndani. Unajua sheria ya maandamano inasema kitu gani? Sheria ya maandamano ya Tanzania inasema ukitaka kufanya mkusanyiko yote maandamano na mkusanyiko yote kama ambao wamefanya washabiki ya Utopolo siku ya leo pale katika kikao ile ya serikali na bodi ya ligi na TFF, unatakiwa uombe kibali. Uombe kibali kwa mkuu wa jeshi ya polisi ya eneo husika masaa 48 kabla, maana yake siku 2 kabla. Alafu ukishaandika hiyo barua, mkuu ya jeshi ya polisi ya hiyo eneo husika anatakiwa kukujibu kwa maandishi, kukuambia kwamba ufanye au usifanye. Na kama akikatala na usiporidhishwa na majibu, unatakiwa uende mbele. Mbele wapi? Kwa waziri wa mambo ya ndani. Sasa wale wenzetu waliofanya maandamano na mkusanyiko leo katika kikao cha serikali walikuwa na kibali ya maandamano? Walikuwa hawana. Uwachukua wale wote uwaweke ndani kwa kuvunja sheria, kwa sababu mama ambayo inapelekea kutokana na maandamano ni kuleta uvunjifu ya amani. Umepelekea labda kikao ile isifanyike vizuri, uwachukue uwekwe ndani. Sio atakuwa atasema kwamba Karia anatumia nguvu, lakini kwa sababu ya upendo wanaachwa. Haya, tutoe hilo. Uja hataki Mungu. Warumi 13 mstari ya kwanza hadi ya pili inasema kwamba tiini mamlaka zilizoko juu, kwa sababu mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Na hapa palikuwa na mamlaka serikali na taasisi zake, kwa maana TFF bado mwenenda pale na mwemuko zenu. Ogopa sana katika maisha kufanya kitu, maamuzi, kitu yoyote kwa kutegemea mwemuko. Ndio wenzetu wamefanya. Football ni mchezo ya amani. Serikali imeita pale kwa sababu baada ya kuona msuguano, jamani tunataka sisi ndio baba. Haya, TFF ni mwanetu. Bodi ya ligi, timu za Simba na Yanga wanetu. Haya, tukae hapa tuongee, mnaenda pale. Hatuta nje. Maana yake ni ezanda nini? Football ya wapi mnaleta hii? Chukua wale ezanda nini? Ezanda mbo ya wapi huo? Chukua wale wote weka ndani. Maana wake wamevunja kanuni ya Mungu kupitia kitabu ya Warumi, wamevunja sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amunaga mtu mkubwa kuliko serikali. Ezate serikali ukimgomea waziri ya sheria. Waziri unajua ni mtu gani? Waziri ni kiongozi anateuliwa na rais. Manake pale unamgomea Mama Samia, unamwambia sitaki. Chochote mama utasema sitaki. Sasa tuwachukue wale wanayanga, tuwapeleke mbele ya Mama Samia. Mlisema kitu gani? Wanaweza ongea vile. Hatutaki. Ligi inao timu ngapi? 16. Hiyo ligi kuu. Alafu paneo ligi ya championship inao timu ngapi? 16. Jumla unapata timu 32 za mashindano makubwa Tanzania. Hujaongelea ligi ya mkoa, hujaongelea sijui ligi ya kanda. Hizo tu ligi kubwa 32. Alafu leo hii timu hii kati ya timu 32 iseme eti kwamba haina imani na uongozi wa TFF na bodi ya ligi. Hizi timu 31 ambazo zimebaki zenyewe msimamo yake ni leo hii tutoe viongozi kwa sababu ya timu moja. Alafu hizi timu 31 ziko wapi? Hatuwezi kuwa na watu wa mwemuko kama mwezi wetu wanafanya vile. Nashukuru sana Mungu sana kunipa akili ya kushabikia Simba. Natoka nyumbani na kuya leo mwenye machi. Watu leo wametoka, wameenda mwenye maandamano. Moja kati ya changamoto za maandamano ni kwamba unasimamisha shughuli wa uchumi. Kuna watu leo hawajaingiza kitu pale. Wameenda kwenye maandamano ambayo haeleweki. Au wenzetu hawana kazi, hawajishughulishi, hawapambani na maisha. Kwa nini ujipuuzishe watu wakuone kama vile wewe masa oza mtu ya mpiaka, mtu ya 4, izana nini? Kweli. Alafu sasa kitu kingine mbaya, viongozi wao wamekala hawasemi kitu. Maana yake wanawatuma
Kwa hiyo sasa ifike muda serikali itumie nguvu. Yanga kitu gani? Ligi na timu 16. Chukulia hatua. Mtu anashindwa kuheshimu mamlaka. Baba anasema watoto wanangu saa 2 tunakaa tunaangalia taarifa ya habari. Sitaki, nataka kuangalia katuni. Kitu gani baba anataka kufanya? Ni vipoko. Sasa watu wanabembelezwa. Unasema uitaki bodi ya ligi, we mmoja. Wengine 30, 40, 50 wote wameonyesha wanao imani na bodi ya ligi. We nani? Usikilizwe wewe. Yoza nani? We nani? Tuone hawaitaki bodi ya ligi isainiwe, bale ipitishwe fomu ya kusaini. Simba isaini, Yanga isaini, Azam isaini na matimu zingine zote. Hapo tutaona kweli kuna hoja ya msingi ya watu kutokuitaka viongozi wa bodi ya ligi pamoja na viongozi wa TFF. Lakini we peke yako. Kwa sababu ya uni ambao walifanya. Hivi leo hii kwa nini watu ya Yanga wasitoke waseme kwamba tunakemea vikali wale watu wetu walio waizuia Simba kufanya mazoezi ambayo imekala ni utaratibu kikanuni, lakini wenyewe wanakala hatuchezi, hatutaki kusikilia. Serikali inakuita, Mama Samia anakuita, njooni wanangu, paneo nini? Sitaki. MC bwana, sisi tukushukuru sana. Najua tayari umeshakasirika. Mimi nachukia kuonekana mjinga katika kundi ya wajinga. Wenzetu wajinga, sasa itaonekana wote tuko wajinga. Nachukia. Yaani makosa yangu mimi ni kushabikia soka ya Tanzania. Manake hapa wa Tanzania wote washabiki Yanga inafanya wote onekane tuko wajinga. Tuzana mayelete. Lazima nichukie. Bali kuonekana mjinga. Mimi na akili. Ngana bota mwana mobile nazama mayele alimba ko defao. Ko bota mwana mobile zala mayele. Ukishazaliwa mwanaume tumia akili utafakari. Leo naonekana mjinga kwa sababu ya Yanga. Kweli? Na mimi sio timu ambayo nashabikia. Nisiheshimu mamlaka. Nisiheshimu viongozi. Mwemuko. Ezana nini? Mimi sivuti bangi, sinywi pombe. Nimepita mwenye malezi. Nimefunzwa kuheshimu wazazi, mtu mkubwa na sheria na viongozi wa mamlaka ni watii. Hiyo ni malezi ya kifamilia na hata ya kimungu. Bwana, kila la heri ndugu. Merci master.